Isaya mlango wa mlango wa 60. Isaiah chapter 60. Inasema kuanzia mstari wa kwanza. Ni andiko ambalo tunalijua sana. Inasema, ondoka uangaze. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana kukuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu kabila za watu. Na giza kuu kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wala wote wanakusanyana, wanakujilia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zake watabebwa nyungani. Hii ni mistari ambayo inatuhusu moja kwa moja, na tumetofautishwa na dunia. Tunavyoishi hivi tunajua kwamba wako watu mara mbili. Wako watu wamekaa pande mbili, walio kwenye nuru na wale wako gizani, na hao wamezungumziwa hapo. Wakati kabla ya wokovu watu wote wako gizani, lakini wokovu ukianza kufanya kazi, panakuwa na watu waliookolewa, alafu nakuwa pande moja inabaki watu hawajaokolewa, watu ambao wameangaziwa na nuru na watu ambao bado. Sasa anayezungumziwa hapa ni wewe. Watu wote wanaweza wakalala, watu wote wanaweza kuendelea na shughuli zao kawaida, lakini kwako wewe unaambiwa mambo ni tofauti. Inakupasa kufanya mambo fulani. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kuna nguvu za Mungu, kuna uwepo wa Bwana ambao, kuna neema ya Bwana ambayo imeachiliwa kwa ajili ya kufanyisha kazi, na mteule Bwana anaambiwa nuru ya Bwana imemwagwa, neema ya Bwana imemwagwa, inastahili kufanyiwa kazi. Na wanaotakiwa kufanyia kazi si kila mtu, bali ni yule ambaye ana kitambulisho cha kufanya hivyo. Kwa hiyo anaambiwa, ondoka uangaze, nuru yako imekuja. Si wakati wa kulala. Utukufu wa Bwana upo, uwepo wa Bwana upo, neema ya Bwana ipo. Inamhitaji mtu atakayesema niko tayari nifanye kazi nayo. Sasa inasema, na utukufu wa Bwana umekuzukia, maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu kabila za watu. Sasa inaposema pande hizi, naposema kwamba pande hizi mbili, ni kwamba kunao waliangaziwa, waliookolewa wakaangaziwa, alafu kwa upande ule mwingine wasimjua Bwana. Ni mbaya sana. Inasema kwamba tazama, wewe sasa ukiwa upande wa mwangaza, angalia pande ile nyingine, giza litafunika dunia. Na hiyo dunia inayofunikwa na giza sio miti na mawe na milima, ni watu. Inasema, maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Kwa hiyo kuna watu ambao wametofautishwa na wewe. Ndio sababu usiku kama huu leo
Kunao wengine wako kwenye ulevi, wako kwenye starehe zao, wako kwenye kulala, wako kwenye anasa, ila wewe umeamua kuja kukesha, uje tu uombe. Hakuna chai, hakuna ugali, hakuna chochote, hakuna kuchinja, lakini umekuja kwa sababu wewe ni tofauti na wale walalao. Kwa hiyo umeambiwa kwako wewe nuru imekuja, imekupasa kuifanyia kazi. Tumeshaomba kwa muda kiasi na tunaendelea kuomba kwa sababu tumepewa kazi hiyo ya kuweza kutegua mambo yanayotegwa katika anga na katika tawala zilizopo. Sasa mara ile nyingine tulikuwa hapa na tukatolewa habari ya kwamba kuna madhabahu ambayo yanakuja kujengwa eneo hili na yameanza kujengwa, na tunaelewa moja kwa moja madhabahu yale si ya Mungu aliye hai. Wale watu wa madhabahu yale ni wa moja kwa moja upande ule mwingine. Kwa hiyo sasa ni wa pande ya pili. Pande ya pili ni kumaanisha nini? Inayopingana na sisi. Sasa na sisi tuko hapo, tunaambiwa nuru ipo, Yesu yupo, anastahili kazi, nguvu zake zifanyiwe kazi. Tazama, giza lipo. Sasa giza limekuja, madhabahu ya giza yamekuja. Nilikuwa nafikiria, nasema hivi, itakamata watu wangapi ile giza ambayo imekuja? Na sisi tunafanya nini? Je, tunaweza kukatana wao? Tunayo mamlaka. Muda uliopita tulikuwa tukiomba na kuichukua hii anga na kuitawala na kuitisha chini ya Kristo, na kusema watu, tukasema kwamba tunaomba Tausa iwe for Jesus. Alafu panakuja wengine ambao wanataka kuifanya Tausa kuingiza chini ya madhabahu mengine kinyume na Yesu. Je, tukae tukitazama ni nini tunaweza kufanya? Sisi ambao tumepewa nuru tunaweza kufanya nao nini? Tumeambiwa hiyo nuru imekuja, tuamke, tuangaze, tufanye nayo kazi. Ina maana tukilala, giza litanyemelea, giza litavamia, giza litaizidi eneo hili. Tumekuwa tukipambana na kuomba ili Kristo apate kutukuka, Kristo apate heshima, Kristo apate kutawala eneo hili, watu apate kumjua Mungu aliye hai. Sasa unapoona tena kunakuwa vingine, hapo kuna kazi ya ziada kuweza kusimama na kusema kwa jina la Yesu, eneo hili tunalitiisha kwa Kristo Yesu, kwamba hata kwamba watafanya madhabahu mengine yasipate mtu, yasisikike, yasipate mtu, yasipate mtu, tukatae na wao, ya kwamba yasipate maana yote kwa mtu, ya kwamba tunapoomba watu hawa tuwatishe kwa Kristo. Najua ndio Biblia inavyosema ya kwamba silaha tulizo nazo zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome, kuangusha kila wazo, kuangusha kila kitu kinachojiinua kinyume na Mungu, na kuitisha kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa ziko mawazo iliyowazwa ya kwamba kuna stahili kufunguliwa jambo hili, eneo hili. Ile wazo tuna mamlaka ambayo tumeambiwa hizi silaha tulizo nazo zina nguvu, zina uwezo katika Mungu, ya kwamba tunaweza kusema, tukatoa usemi katika anga na kusema hii anga itakaa hivi, na tukisema vile itakavyokuwa inakuwa hivyo. Panahitajika watu watakaojitolea kama vile mmekuja na kwenda mbele za Bwana kusema, Baba, tunakushukuru kwa mamlaka uliotupatia na silaha ulizotupatia, ulizosema si za mwilini bali zina uwezo katika Mungu kuangusha kila ngome. Ngome ngapi? Kila ngome zilizojengwa na zinazotaka kujengwa tunaangusha na mapema, na hata zikikaa na kwamba zinataka kujengwa au zikikazana kujengwa katika ulimwengu wa roho isiweze kuwa na impact. Tuinuke, tuangaze, maana nuru imekuja. Tusipoelewa kwamba iko nuru tuliyopewa kufanyisha kazi, ng'ambo ya pili watalitumia giza lao vilivyo.
kufanyisha kazi giza lao, ili waweze kunyakua watu walio nuruni, kuwatupa gizani. Kunyakua watu walio nuruni na kuwatupa gizani. Unapoona kwamba watu walikuwa wameokoka, maandiko yanasema nyakati za mwisho kutakuwa manabii wa uongo, walimu wa uongo, makristo wa uongo, ambao watawadanganya yamkini hata waaminio. Kwa hiyo ina maana ya kwamba, alafu inasema katika nyakati za mwisho watu wataacha imani na kuyasikiliza mafundisho ya nani? Ya mashetani. Kwa hiyo ina maana walikuwepo katika nuru, lakini giza likaja na kunyakua wale walio katika nuru na kuwatupa gizani. Ukisikia watu walikuwa katika imani, ghafla wakaanza kusikiza mafundisho ya mashetani, ina maana kwamba walikuwa nuruni, wakanyakuliwa wakatupwa gizani. Madhabahu ya sampuli tunayoongea juu yake ni madhabahu ya giza ambayo yamekuja kuwatoa watu kanisani, kuwatoa watu mahali Kristo anaamulika, na kuwaingiza gizani kule ambako Kristo hatukuzwi wala haongei. Unajiuliza, ni wangapi watakaotekwa na madhabahu yale? Je, kuna vijana watakaotekwa waende kwa madhabahu yale? Kuna kina mama, kuna wasichana, kuna watoto wataanzishiwa matambiko yale na mambo kama yale. Should we sleep and watch it happen? Tutulie, tutachukua hatua gani? Maandiko yanasema tuondoke, tuangaze. Hii hatua ambayo inafuatwa na wachache, hatua ya maombi, hatua ya kufunga, hatua ya mkesha, ndio hatua yenye nguvu zaidi. Na kukipatikana watu hao watakaoinuka na kuangaza na kuondoka na hiyo nuru, wataweza kutenda mambo makubwa sana. Kwa hiyo tunatiana moyo, wapendwa, wakati ambao tumekuja, tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa sana kwa vinywa vyetu tulivyopewa. Tunaumba na vinaumbika, tunasema na kuwe kunakuwa, tuna declare mambo na yanafanyika, tunakataza vitu na vinakatalika. Eneo hili tulitangulia, ama waliotangulia, na tukaingia na tukasema tunafunga mwenye nguvu ili tuweze kufungua mateka. Kumbuka vile tumekuwa tukiomba ya kwamba ulevi, ukahaba, anasa zimefunga watu, wanaume wamefungwa na madhabahu ya kila aina. And we have been praying, tukimwomba Mungu, tukiingia katika ulimwengu wa roho, tukiwafungua wanaume, tukifungua wazee, tukifungua vijana wamjue Mungu. Ombi letu lilikuwa na kwamba tunaingia katika ulimwengu wa roho, tufungue nira, tuvunje nira, tuvunje pingu, tuvunje kamba, tukate kamba zinazofunga waliofungwa, ili wamjue Kristo. Lakini kabla tujaenda sana, ndio panatokea sasa ngome kabisa inaletwa. Tuweni makini sasa. Yaani unajua ni strategy ya adui shetani kukuonyesha kwamba mnafikiri mnanifukuza, ndio nimekuja sasa na wafanyikazi wangu halisi. Lakini sio tatizo hilo, na hatutakubali injili ya shetani, hatutakubali ujumbe wa shetani kutuonyesha ya kwamba mnaomba hasa ndio nimekuja na yale ambao hamkutarajia. Hapana, hatutakata tamaa. Haleluya! Tutaendelea kusimama katika nafasi yetu na kusema, Baba, kwa jina la Yesu, unastahili wewe kuabudiwa. Yesu, uangaze katika mioyo ya watu, vijana wafunguliwe, watu wakujue wewe, watu wakufahamu, kina mama wakugeukie, jamii zimjue Kristo, zipate kumgeukia. Tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, lakini nasema bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Hayo ndio mambo ambayo Mungu anakuwazia wewe, utukufu ambao unang'aa usiku wa leo. Usikubali kulala kwenye utukufu huo. Hii ambao unaona tumekuja mkesha namna hii ni sehemu ya uvuvio wa hizi nyakati ambao upo, ni sehemu ya uamsho, ni sehemu ya revival ambayo Mungu anaimimina nyakati za mwisho. Usichukulie jambo la kawaida. Unaweza kuona mbeleni labda hukuwa na ari ya aina hii, lakini huu ujio ambao umeufanya usiku wa leo ni sehemu
ya uamsho ambao tumeomba kila siku. Na huu uamsho ndio nuru ya Bwana imekuja. Bwana anaongea kitu kimoja, anasema inuka wewe uliye usingizini, ufufuke kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangaza. Usikubali kulala wakati ambapo Kristo anataka kumulika. Na wakati mmoja nikasema ya kwamba nuru au taa haina kazi kwa mtu aliye usingizini, kwa sababu mtu aliye usingizini hatumii taa, haoni. Ukimmulikia mtu aliyelala unapoteza muda wako, kwa sababu hatumii. Anayetumia mwangaza ni yule aliye macho. Na nikasema kwamba Kristo naye hapendi wastage. Anasema inuka wewe usinziaye, ufufuke kutoka kwa wafu, nami naye Kristo atakuangaza. Anataka ahakikishe ya kwamba hivi unasoma nikumulikie. Anataka kuhakikisha kwamba hivi kuna kazi unafanya nikumulikie. Kama uko usingizini, sihitaji nikuangazie. Sasa nuru ya Bwana imetuangazia kila mmoja, na ninashukuru kwa sababu umeamka. Na ndio nasema usikubali kulala wakati ndio taa imewashwa. Wanaolala huzima taa ndio wakalala, ndio wanalala. Wewe kwako unazima, kama ni stima unazima ndio lale, kwa sababu huna kazi na mwangaza ukiwa usingizini. Huna kazi na mwangaza ukiwa usingizini. Ukiwa kama unalala ndio unawasha taa, wewe ni mtu wa ajabu. Sijui unaona vitu gani katika ndoto ukiwa usingizini na taa. Maana katika ulimwengu wa roho uhitaji stima. Umelala umefunga macho kusingiza, lakini ndio unaona vizuri. Katika ulimwengu wa roho ndio unaamka unasimulia, unasema jana nilikuwa. Kuna mambo ulikuwa unaona. Maana katika ulimwengu wa roho mwangaza huhitajiki. Lakini ukiamka ndio sasa unawasha taa, uanze kuona, uanze kuangalia vitu, usome, ufanye nini Sasa Kristo naye anasema hivyo kwamba tuko katika shughuli hii, tumekuja mkesha namna hii. Unajua kuna watu wengine wamezoea mikesha ya ajabu ya kuimba tu na kufanya vituko na kucheza, wameokoka hawajaokoka, yani wako tu ni ukiamka asubuhi unakuta nyasi zilikaushwa kweli, zilikanyagwa, vumbi litifuliwa kweli, na watu wanajisifia kwamba tumevuruga usiku imekesha mzuri, kwa sababu ni muziki. Watu wanapenda muziki sana. Zinawekwa pale, keyboard inapigwa nini na nini, watu wacheza. Ukiwaambia tutulieni tuombe, hakuna maombi, ni kuenda hivyo, ni mikesha aina yao. Ukiambia tutulieni tusikize neno, hawapo huko. Hapo ndio unajua hiyo kesha si ya Mungu, haina utukufu wa Mungu, kwa sababu kama Mungu mwenyewe haruhusiwi kuongea, basi uniambie huyo mkutano ni wa nani? Kwa sababu ikiwa tuko pale kwa ajili ya Mungu, na sasa tunataka tupate Bwana anene nasi, alafu watoto wanasema basi unaelewa ya kwamba wale wote walikuwa na rukaruka na kuimba hawakuwa wanamwakilisha Mungu. Kwa sababu kama Mungu anataka kunena sasa, yani mumeimba pale, mmeimba alafu mheshimiwa anataka kusimama, mnaondoka, ina maana pale mlikuwa na mkutano wenu tofauti. Kama mlikuwa mnaimba mashairi, mnamtumbuiza, mnafanya mazoezi, mnajiandaa kwa ajili ya mheshimiwa, basi akisimama nyote mnatulia, tuliyemngoja sana amefika. Ila kama sasa ndio anataka kuhutubu na mnaondoka, basi ina maana huu mkutano haukuwa wake. Basi unakuta kwenye mikesha watu wanaimba, wanaruka, walevi, watu wa Kleina wanaimba, pambio zinaimbwa, wanaimba nyimbo hata ziwahusu, yani wanaimba tu kuimba. Wanawaambia watu, wanaambia Mungu ahimize siku ya kuja, wao wenyewe hawako tayari. Bwana himiza siku ya kuja, utakaposhuka sitaogopa. Hana hata huyu Mungu, lakini anajiimbia tu. Anamwambia Bwana ahimize siku ya kuja. Eti Bwana akija hataogopa, na hajamjua huyu Mungu. Ukimwambia Bwana tulia sasa Bwana anene, wanaondoka gizani huko. Ukianza uimbaji ndio wanakuja tena. Sasa hapo unayapata kuelewa kuna mikesha ya aina yao, ni makaso, yani anaitwa makaso, yani kuimba tu, si kwamba kumtukuza Mungu, ni kuimba tu ili tukeshe. Sasa ni tofauti na hii ambayo tumekuja. This is really business. Wakati ambapo unakuja na unaongea na Mungu na kumwambia Baba nimekuja,
makusudi yangu ya kuacha kitanda ulichonipa ili nije hapa ni kwa sababu nina kiu na wewe, nina hamu na wewe. Sasa ukija ulale, kwa sababu watu hawaimbi sana, kila saa unataka uchangamshwe na pambio, unaondoka ukisema ile kesha Bwana ya pale hata. Niliona vijana wengine walikuja mkesha si kitambo sana, wameingia vizuri tu, lakini sasa tulipoingia kwa maombi kuja kuinua macho hawakuwepo, walikuwa washaondoka. Sijua sasa hawakuelewa hapa shughuli ni gani. Ukiwa ni mtu wa kubweka hapa sasa, wewe uelewe uko wapi. Lakini sasa ndio maana tunaingia kwa maombi, tunachukua muda mrefu kuliko vitu vingine, kwa sababu tunajua nini tunafanya. Tuko vitani na tunaingia katika ulimwengu wa roho. Kuna watu tunashughulikia katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Hii nuru ambayo imemwagwa ni ya kazi. Huu tukufu ambao umemwagwa ni wa kazi. Hapo ndio tunafungua waume za kina mama waliofungwa. Hapo ndio tunaingia katika ulimwengu wa roho kufungua vijana waliofungwa. Hapo ndio tunaingia katika roho na kuzuia madhabahu ya giza kuingia katika mioyo ya watu. Maana ikiwa sisi tunasimama na kuhubiri Injili, watu wapokee Yesu Kristo, na tunahubiri tunamaliza, hatuna mtu amesikia, ama amesikia lakini hakuna mtu amefanya uamuzi, bado tunaendelea kukamata anga na kusema hata kama bado hawajarespond kwa hii, wasirespond kwa ile ya giza, kwa sababu itakuwa mbaya sana. Unajua inasikitisha hata unasikia kwamba mtu alikuwa ameokoka akaacha mpaka akaingia ng'ambo ile nyingine na akavaa mavazi ya wale. Unapata kuelewa huyu hakujuana na Yesu. Uache mtu anayesema mimi ndimi njia ya kunifikisha kwa Baba, alafu ushikane na mwingine ambaye anasema hata litakalonitokea mimi sijui. Unapata tofauti? Huyo anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, hakuna aendaye kwa Baba ila kupitia kwangu. Huyu mwingine hayuko hai. Kwanza alisema akiwa hai, mimi ninakokwenda sijui, hata kile nitakachofanyiwa sijui. Kwa hiyo watu wa sampuli hiyo, wa gizani na wa nuru, wa Kristo, wateule wa Bwana, tunazungumziwa na neno la Bwana siku ya leo. Mungu atutie nguvu tuyaweze yote, kwa sababu yako mikononi mwetu. Sisi tulioitwa kwa jina la Bwana tunauchukua huu muda, kipindi hiki ambacho tutakachoingia kwa maombi. Ingia kazi, fanya kazi katika roho, sawazisha mambo rohoni. You have a business to undertake. Kuna kazi ya kufanya, kwa sababu haujakuja tu ili masaa yaishe. Umekuja kazini, na unajua vitu vinafanyika katika roho. Kuna michoro ambayo inachorwa katika roho ili mambo yatokee. Haleluya. Wa kuyafuta ni wewe. Kuna calculations zinafanywa, kuna michoro inachorwa, kuna mipango inafanywa katika roho. Baadaye unachokiona ni matokeo ya michoro iliyochorwa. Sasa kuna mmoja ambaye amepewa mamlaka ya kutangulia kwenye kuchorwa, akafuta kabla jengo lenyewe halijajengwa. Haleluya. Tunaelewa na jamani? Tunaelewa ya kwamba ukitaka kujenga nyumba nzuri unaenda kwa anaitwa architect ama anaitwa nani? Ni architecture. Ule wachoraji wa ramani ya nyumba, ndio bwana. Uchoreo vizuri, tulisoma zamani, wengine naweza sahau architect sijui, lakini unamjua tunayesema. Kwanza ukitaka kujengea nyumba ya maana unachorewa kwanza, ndio uje kuiona. Kwanza ilichorwa katika akili. Wewe mwenyewe ndio ndani ya akili yako ulikuwa na ule mchoro, unatamani nyumba yenye rumu hizi, choo imekaa hivi na hivi na hivi, lakini napenda mtu aweze kunipangia. Kwanza ilianza akilini mwako, alafu unatafuta mchoraji anakuchorea, alafu nakwambia iangalie unaionaje, asema hii sahihi kabisa. So wapita njia hawajui kuna mchoro unaendelea,
Mama, unataka kujenga nyumba yako, wapita njia hawana habari, lakini ndani yako kuna mzigo tayari, ili una mpango. Wazo lilifanyika, likafanyika, ukatafuta mchoraji, hatuna habari, unachorea kwako, umeketi kwenye meza, hatuoni, lakini mpango ushaanza na fedha ziko chini. Yesu akasema akitaka mtu kutaka kujenga mnara akae chini hesabu gharama, ukazihesabu, ukasema this is what I have, nataka kujenga nyumba ya namna hii, ukachora, ukamaliza. Alafu ukichora ukimaliza, unaanza ni wapi unatafuta. Wapita njia ndio wanaanza kuona kuna chimbwa msingi pale, kuna bwaga wa vitu pale, kumeanza kuinuliwa. Wanaiona hayo ni matokeo ya mchoro katika akili ya mama. Huyo anachokiona ni matokeo ya kitu kilichochorwa katika roho. Before something itokee in the physical, inatokea katika roho. Sasa vitu ndio tunasema ya kwamba Wakristo wateule wa Bwana waliookolewa, walioitwa kwa jina la Bwana, wamepewa mamlaka ya kufuta michoro ya nyumba zisizostahili kujengwa. Wamepewa mamlaka ya kufuta michoro ya miradi isiyostahili kufanyika, kwa sababu kuna pangwa jambo katika roho. Unajua, nashukuru Mungu, asubuhi moja mke wangu aliniambia ameona jambo katika maono, na jioni hiyo likatokea kama alivyoona. Siku hiyo alikuwa katika mambo. Asubuhi ameamka akaniambia, nimeota ya kwamba ninaingiza gari around nyumbani, lakini ninashindwa kushika breki. Sasa unaelewa, wakati mtu anapeleka gari na breki inakataa, kwa madhara yale yatakayotokea. Na ikawa hivyo tu, na siku ikapita vizuri. Alikuwa kwa maombi hivi, na tukamwambia kwamba sasa akimaliza mimi nakuja kumchukua saa 11. Mimi nikakuja vizuri, alafu nikampa gari yeye. Sikumbuki mambo ya ndoto, sikumbuki chochote, sikumbuki nini. Na akashika gari na tuaenda nyumbani. Sasa anaingiza gari kwa parking, na mimi nikaketi mbele. Na sasa anaingiza gari. Anapoliingiza mahali anastahili kusimamia pale, alikuja mpaka kagonga mali nilikuwa nimekaa, na nikatupika kule kabisa. Sasa niliumia kiasi, nikainuka. Akaniambia, unakumbuka ndoto ile nilikwambia asubuhi? Na mimi nilikuwa nishaisahau. Nikamuuliza, nipi hiyo? Akasema, si nilikwambia nimeota ndoto ya kwamba nilikuwa naendesha gari na breki zikakataa. And that is what exactly happened. Akaniambia, unaona sasa, kama na nimeshinda nikiombea hiyo, nikikemea hilo ndoto, nikikemea tukio hilo. Shetani alikuwa amekusudia mabaya, lakini nimeshinda nikikemea. Tumeombea jambo hilo, tumeomba kinyume cha ndoto hiyo, na naona nimegonga kweli, nimeshindwa, kwa sababu aliniambia kwamba wakati nataka kusimama, badala ya kukanyaga breki amekanyaga mafuta. Kwa hiyo sasa ikatokea vile tukia, nikaumia, lakini nashukuru Mungu niko mzima, yavunjika mahali. So akaniambia kwamba unaona, Mungu alitangulia kulionyesha hilo ili tuombe na mapema, kulizuia makali, kuvunja nguvu zake. Kama hatungefanya hivyo, madhara yangekuwa makubwa zaidi. Unaelewa? Madhara yangekuwa makubwa zaidi. Maana gari ni mashini kubwa ile. Gari ni mashini. Nilikuwa namwambia kwamba ukiona gari inabeba watu 4 au 8 au 7 na inakimbia, hicho ni chombo cha nguvu sana. Kwa hivyo kikigonga mtu mmoja, kummaliza ni rahisi, au kumvunja miguu. Lakini Mungu ni mwema, baada ya kufika vile akasimama mara moja. So japo niliumia, lakini madhara hayakuwa makubwa. Alinikumbusha alichoonyeshwa. Anaonyesha mchoro, nilikuwa hata tunakumbushana leo. Nikamwambia kweli, michoro huchorwa. Mchoro huchorwa. Kama ingeachwa hivyo pasipo kuonyesha chochote, hatungechukua hatua yoyote ya kukemea, ya kukataa hivyo. Huo mpango uliochorwa ya kwamba leo atapewa gari huyu, atagonga mume wake, na atafanya madhara makubwa. Mimi sina habari. Kwa hiyo tunalala, kesho imeshachorwa tayari vile itakuwa. Bwana asifiwe.
tunachokiona kikitokea kilichoro. Na Mungu ni mwema ambaye anampa mchoro usiku ya kwamba ni kumetokea hiyo, akaonyeshwa vile kumeenda, na alipoonyeshwa tukaomba hiyo na kukataza. So asubuhi sina habari ya kwamba hiyo ndoto ndio itatokea. Kwa hivyo tunatoka hapa, mimi sijui huo mchoro umechorwa kwamba sasa nitakuja kumchukua ili itimie vile aliendesha akakosa breki, ndio hiyo nitampa aendeshe na aingize na afanye, nitekeleze kile nilipanga. Na mchoro kama sina habari, ninapompa funguo aendeshe sina habari, naona ni kawaida tu twende nyumbani. Lakini kwa mchoro uliochorwa na alioona usiku ndio huo. Sasa ili Mungu athibitishe ya kwamba jana ni mimi nilikuwa ninaongea, akasababisha itokee ili tukumbuke. Na ilipotokea tu immediately alinikumbusha, anasema unakumbuka ile ndoto niliota. So kuna vitu vingine Mungu ni mwema ambaye anaonyesha na mapema. Mpendwa, ukiona ndoto aina fulani usipuuze, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri ya kukwambia kwamba kuna mchoro hapa, hii nyumba mbovu inataka kujengwa mahali. Huu mchoro huu. Sasa alionyeshwa mchoro na mapema. Haijatokea na hakujua itatokea lini, lakini mchoro ndio huu ya kwamba utaendesha gari, utafanya madhara, utashindwa kusimamisha, ufanye madhara. So mchoro akaupewa, akaanza kufuta na mapema, akaanza kushughulikia na mapema, na by the time mjengo unataka kujengwa, mchoro hauonekani vizuri. Umeshafutwa. Kwa hivyo mradi ule ukakwama, na leo niko vizuri, nilipona, niko sawa. Fikiria kama mchoro ule haujashughulikiwa, gari ipite juu ya miguu yangu ivunje miguu, au hiyo. Unaona sasa, kwa sababu gari sasa kama ni gari kama ni gari na mtu amesahau kukanyaga breki, akanyaga mafuta, anakuja na ameshakuangusha na asikumbuke kwa sababu mchoro haujafanywa kitu, ije hivyo. Ndio tunaongea mambo mengine. Tungekuwa tunaongea vitu vingine tofauti. Sasa nataka tuelewe ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna activities. There's a lot of activity inaendelea. Adui anachora, lakini Mungu ni mwema. Adui akichora anakuambia angalia pale kuna chora hiyo. Kuna shimo linachimbwa ili upitie hapo uanguke pale. Kwa hivyo epuka. Kuna watu wabaya wamewekwa mbele pale, usipitie ile njia. Wamechora huyu atapitia hapa, alafu tunashika yeye. Alafu Mungu anakuonyesha imechorwa na umeongozwa, utajisikia upitie njia hii, ushikiwe pale. Kwa hivyo usipite hiyo. Ukipita vizuri ndio unamkumbuka Mungu. Nilikuwa pale wale watu wanajua Voi, kuna ule mlimani kule, sikujua huko juu, ndio nilikuwa naishi huko karibu na Mabomani. Na mimi kazi nilikuwa naenda ya kuuza mikate. Na nilikuwa natoka, sababu mikate ni ya kutoka kuuzwa asubuhi sana. Kwa hiyo nilikuwa natoka saa 10 nateremka town, kapakia mikate saa 11 tutoke na baiskeli hivyo tu. Alafu unapita hapo usiku. Alafu pale kuna meteorological officers pale. Usiku yani inafika asubuhi unaambiwa kuna watu waliuawa hapo, wanapitia. Tunajiuliza, na nini usiku nimepitia hapo, usiku huo nimepitia hapo. Lakini Mungu ni mwema anayelinda. Michoro inachorwa. Ukisoma Zaburi ya 124 ndio unapata picha kamili. Inakwambia kwamba Israeli na aseme sasa, kama si Bwana angekuwa pamoja nasi. Mtego umetegwa, nikanusurika kama ndege. Adui angelinimaliza, angelinimeza haya hasira yake iliponiwakia. Unakuta kumbe kuna mitego utegwa, wewe huna habari. Inategwa. Unajua wale wawindaji au wanaotega wanyama huwa wanaangalia njia ya dikidiki, ndio hii, hapo ndio wanaweka mtego. Huwa swala anapitia hapo ndio wanaweka mitego. Sasa amechora kabisa ya kwamba ninatamani kula nyama na nitaweka hivi ili akija ananaswa hivi, halafu ninachukua.
Sasa mchoro ule ukichorwa, Mungu anauona na mapema, alafu anakwambia kwanza mtego unafiatuka kabla hujafika. Ndio shtuka, nilikuwa nipita hapo lakini mtego umefetuka. Ushawahi kusikia mtu ameshuhudia akasema, nilikuwa naenda kusafiri na gari fulani, lakini sijui nikaitwa na fulani, tukaanza kuzungumza, tukachelewa kuja kuangalia imeenda, na hiyo gari ilipoenda nilisikia ilipata ajali. Asema, Mungu wangu, nashukuru fulani aliniita. Kama singeitwa ningekuwa nimeingia, ningekuwa mmoja wa hao walioangamia. Unanielewa? Sasa michoro adui anachora ili anase, lakini Mungu anaionyesha na mapema. Sisi ambao tumekuja, ndio maana tulipokuwa tunaomba ya kufungua, nikamwambia Bwana, tembea nasi katika ulimwengu wa roho, tuonyeshe mitego yote, hata ile inafunga ndugu zetu, inafunga wale watu, tuijue mahali iko, tuifungue, tuifiatue na mapema. Kuna kazi kubwa sana unayofanya. Wewe unaweza kuwa usijue, wewe unaweza kuwa unakuja tu pasipo kuelewa, lakini ujue ya kwamba ile mitego na michoro imechorewa watu, inakutegemea wewe kuifiatua mitego, kuiharibu. Ndio maana umeingia. Kama uko hapa, mume wako anaishi salama kwa sababu ya wewe kuwa hapa na kuomba kwa ajili yake. Bwana sifiwe. Unaona, mimi mchoro ule ukochelewa, lakini nikanusuriwa, nikawa nimesalimika kwa sababu alionyeshwa. Na sasa ameomba kwa mzigo, hata mimi nilikuwa nimesahau. Unajua, ukionyeshwa wewe na Mungu anakufuatilia zaidi, anaweka uzito zaidi. Nimekuambia, ananiuliza jioni, unakumbuka? Na mimi ile ndoto nimesahau. Na yeye amesema kwamba ameshinda akiiombea na kukataa hiyo, kumbe itatokea jioni yake. Unanielewa? Kwa hiyo sasa tuko hapa kwa sababu ya hiyo. Kuna mtu umesimama kwa niaba yake, ambaye yeye anaweza kuwa hana habari. Ndugu yako ambaye amefungwa, dada yako ambaye amefungwa, watoto wako ambao wamefungwa, na wewe ndio utakaye watoa katika hali ile. Wanaweza kuwa wasielewe. Katika Wakorintho inauliza, je, hamna habari ya kwamba mume asiyeamini utakaswa kupitia kwa mkewe, au the other way around? Yaani nafasi uliopewa. Ukumbuke hata wewe kabla hujaokoka, kuna watu walibeba mzigo kwa ajili yako, wakikuombea. Pengine ndugu zako walikuombea, pengine mimi nikisoma classmates walikuwa wananiombea. Na yule aliyenihubiria ni mtu tulikuwa tunaketi na yeye. Sijui alikuwa ananiombea mara ngapi, akinionea huruma nisije nikaangamia. Mpaka siku anaongea na mimi tayari ikaniingia na mimi nikakubali kuokoka. They pray for us, wanatuombea mpaka tukaokoka. Na sasa wale wachache waliotoka jina la Bwana ndio wanafungua wengine. Tuko hapa siku ya leo, hatujui ni wangapi wamekesha makanisani leo, lakini kama vile mwimbaji alisema, wengine sijui. Bwana, nimerudi tena, Yesu nakushukuru. Siuendelee? Wewe unahaja kujua mengine kweli? Wewe angalia Bwana, zingatia Mungu. Wengine mahali wamepotelea. Unajua yule bwana katika 10 wale waliopona, mmoja ndio alifanya nini? Alirudi kwenda kumshukuru Bwana. Kwa hiyo 9, Yesu akauliza wale kenda wako wapi? Bwana, mimi wengine sijui. Mimi ukoma huu vile ulikuwa umenilemea na umeniponya, umenitibu, ati mimi niko sawa. Nilikuwa natengwa na watu, sasa changanyikana na watu, mimi umenitendea. Baba, mimi nimekuja, nimetambua, nimefika pale, nimeona hapana, nimepona mimi, kwa sababu Yesu aliwaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. And on their way wakapona ukoma. Wengine walifululiza wakaenda, tushapona, tuko sawa, tende zetu. Mmoja akasimama akasema, hapana, sasa niendelee? Hapana, narudi kwa huyu bwana nimwambie nakushukuru, nishapona. Yasema wengine sijui, lakini mimi ninajua jambo moja, umenifungua, umenihudumia, umenisaidia. Tumekuja usiku wa leo, wengine hatujui wanakesha hawakeshi. Sisi tunajua, sisi ndio tuko katika zamu. Haleluya! Sisi ndio tuko katika zamu, sisi ndio tunaangalia. Unajua kwenye safari ndefu madereva huwa wanabadilishana. Wameendesha akafika nusu, alafu anampisha mwenzake, na akimpisha mwenzake naye analala. Kwa hiyo yeye ingia, anajua watu wote
mimi ndio wananitegemea. Abiria hata wanalala wengine, hakuna mtu anashughulika, na hata wakiwa macho hawatasaidia. Kwa hiyo walale tu. Kama watalala, labda wao wanaomba. The only thing they can help with ni kwamba wanaombea safari, lakini kukaa macho tu na kuona nje haisaidii. Sasa wewe ule unajua hii basi watu wote pamoja na huyo dereva mwenzangu aliyelala ni mimi. Sasa tuko hapa sisi, tuna basi kubwa imebeba watu. Dereva ni wewe, sema ni mimi. Na wewe ndio unatakiwa kuwafikisha salama. Wacha walale, usiwalaumu. Na kama wewe ni dereva unajiunga na abiria kwa kulala, kuna matatizo makubwa. Ni yanamaanisha kwamba umekuja kesha na umelala kama wale wako nyumbani. Sasa tofauti ni shida hiyo. Gari itaanza kwenda kando. Maana wewe ndio kwenye usukani, wenzao washalala, wewe ndio kwenye usukani, alafu ushaanza kulala, itaenda kando. Amka bwana, amka. Kama hivyo unavyonitazama na macho ya kuchoka design hiyo. Lakini tumekuja kwa ajili ya hii. Kwa hiyo tubebe katika roho vizuri. Sasa beba katika roho vizuri, halafu ingia katika shughuli yenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Nuru iko ng'ambo ile ingine, pande ya pili tumeambiwa tazama giza litafunika dunia, na giza si nzuri. Ukumbuke unapokaa hivyo, unaposherehekea uokovu, wenzao giza ndio linawatesa kule. Sasa wewe uliyeangaziwa unafanya nini kwa ajili ya nuru ya Bwana? Wewe ambaye umeangaziwa unafanya nini na utukufu wa Mungu? Unaweza kuambia utukufu wa Bwana utakuzukia. Wenzetu hawana habari, wako gizani, wanateseka kule. Wewe ambao umezukiwa na hii nuru umefanyaje? Usilale kama wale walalao, bali tutie nguvu katika Bwana, tukae katika zamu yetu, tumtumikie Mungu, tuwaombee wenzetu, tuombee ibada, tuombee makanisa, tuombee nchi yetu, tuombee mambo mengi ambayo yanatutegemea sisi. Mambo yanaenda ya ajabu kabisa, vitu vingine vya ajabu kabisa ni kuitisha rehema za Mungu. Kwa hiyo wakati huu we want to do the necessary. Tunataka tufanye ile inayostahili. Amen. Tusimame sote, tuingie kazini sasa. Tuingie kazini. Kama unaelewa uko job, hautalala kazini. Mambo yakaribika, kuna mtu anayelala kazini, na haitakuwa ni mimi. Mimi sitakubali kulala kazini, nitachapa kazi. Amen. Wenye yao. Sawa. Tupatie hiyo